Bwana, mambo vipi? Karibu sana kwenye channel yetu nzuri kabisa, channel ya More Simulizi. Na leo tuko na ndugu yetu hapa, tutaenda kupiga story nyingi sana kuhusiana na maisha yake, vitu vingi sana tutaangaza kuhusiana naye. Bwana kaka, mambo vipi? Poa kabisa. Harakati zinasemaje ndugu yangu? Fresh kabisa. Uko good? Mimi niko vizuri. Sasa kwanza kabisa ningependa tukufahamu, unaitwa nani na ikipendeza unajishughulisha na vitu gani? Bwana, I go by the name Maila Cruz. Ni msanii wa Bongo Flava kizazi kipya. Ni msanii, mwandishi na mwimbaji. Okay, nje ya hivyo vitu ambavyo unavifanya, kuna kitu kingine ambacho unajishughulisha nacho? Issues of business. I'm a businessman. Business gani mzee? Mbona kama unataka kutuficha business gani ambazo unapiga? Bwana, mimi ni mfanya biashara nyingi sana. Kuna keki, pia nafanya issues za juice, na point yangu moja Maila Juice Point ipo Mbagala. Mzee wangu umetoboa kiasi hiko? Hapana, just normal. Hizi ni issue za kawaida. Kidogo tunachokipata kwenye muziki ndo tunawekeza huko mzee wangu. Okay, mimi naamini kuna mtu ambaye hakufahamu sasa hivi. Natamani tuangaze historia yako ya maisha. Maila kama Maila. Umezaliwa wapi? Natamani tupate short story ya maisha yako. Bwana, mimi nimezaliwa Tabora, wilayani Urambo. Ni vijijini kabisa. Mimi ni mtoto wa kijijini kabisa. Nimezaliwa kwenye familia ya maisha ya kawaida sana, na historia yangu labda kwa ufupi niseme nimesoma primary, secondary, advance na sasa hivi nipo chuo kikuu. Mzee, ni kama historia fulani umetufupishia sana. Sisi natamani tupate kidogo details fulani hivi kwenye maisha yako. Ni situation gani ngumu ambayo ulishawahi kuipitia na hutakuja kuisahau kama kwenye maisha yako? Situation ngumu kwa upande gani labda? Maana tuanze na kwenye maisha ya shule, maana safari ambayo umepitia ni ndefu. Kutoka huko kindergarten mpaka kufika chuo kikuu, mzee wangu, sio kazi ndogo. Hebu tupe hiyo story kutoka huko ulikoanza huko. Kuna changamoto gani ambayo ushawahi kupitia kwenye masuala ya elimu? Changamoto ni nyingi. Yaani uhalisia ni kwamba generation ya sasa, hasa watoto tuliozaliwa vijijini, hatupendi kusoma. Ni watu ambao tumezaliwa tunawakuta mabrother wetu wakienda kuwinda na harakati kama hizo, so na sisi kipindi tunakuwa na nini, natamani sana kuwinda. Kwa hiyo hali hiyo ikanipelekeaga nikaacha shule na nini, lakini mwisho wa siku baada ya kukaa mwenyewe nikagundua kwamba kusoma ni bora kuliko vile. Yaani nikaamua tu kurudi shule mwenyewe. That's why niko hapa. Ni kwa muda gani ambao wewe uliacha shule na sababu zipi ambazo zilikuwa zimekupelekea wewe kuweza kuacha shule? Niliweza kuacha shule kwa sheria ni kwamba ukiacha shule siku 90, ndio siku 90 wanakufuta shule, ndio? Mimi nakumbuka nimewahi kuacha shule kwa siku 89. Siku 89? Bado siku moja tu. Ulirudi shule ilikuwaje? Noma sana. Yaani siku 89. Kwa hiyo ulikuwa hujafikia ile hatua kufukuzwa shule, hujaacha shule bwana. Wewe ulipumzika? Yes. Of course. Baada ya kurudi, hiyo ilikuwa ni kidato cha ngapi au darasa la ngapi? I think ilikuwa ni primary, darasa la 5. Yaani kama unavyojua, yaani darasa la 5 kwa primary ndo sawa na form 3 kwa huko. Yaani ni darasa lenye mambo mengi. Yaani mtu anaanza kuchachuka. Hivyo. Naelewa mzee wangu. I say. So baada ya kukaa muda huo wote nyumbani na ukarudi tena shule, safari yako mpya ilikuwaje? Safari kwanza kabisa niseme kwenye issue za masomo ni kama nilisheki fulani hivi, unaelewa.
yani kutoka kwenye namba nizozoyaga namba 1, 2, 3, yani top 3, big 3 pale huwezi kunikosa, ila kwa sababu ya issue za utoro na vitu kama hivyo, watu wanasoma wanaweka effort kubwa kwenye hizo mambo, afu mimi sikuwepo. Kwa hiyo ikapelekea mimi nika drop kidogo. Darasa la 5 yote hiyo top 10 sikuwepo, umeona yani top 10 sikuwepo darasa la 5 mpaka tulipofunga shule ile, tunarudi darasa la 6 nikarudi na new energy, nikaingia tena big 3 ambapo nikawa ni mtu wa pili kwenye masomo. Hapo ni kabla ya kwanza muziki na nini na vitu kama hivyo. Bwana mimi nataka kujua hizo siku 89 wewe ulikuwa unafanya kitu gani huko nyumbani na wazazi walikuwa wanakuchukuliaje? Yani siku 89 mzee hauendi shule na nyumbani huko unakula unaishi, yani nataka kupata hiyo moment kaka. Big yes good. Labda niseme siku 89 ni kwamba sio kwamba eti natoka nyumbani sijui eti na wajui kwamba mimi sijani, yani natoka nyumbani nikiwa na nguo za shule full uniform kabisa, pewa na 200 za kula bagia na vitu kama hivyo. Lakini sasa nikishavaa uniform nazunguka nyuma ya nyumba, naingia kama kawaida kwenye kuwinda na nini, nategeshea saa 6, si ndio? Basi hii ni lunch time, narudi nyumbani na kula fresh narudi nyumbani na kula fresh. Lakini nimeishi hivyo. Sasa kuna siku nikaugua, sawa. Baada ya kuugua mama sasa huyo akatakiwa kwenda shule kuniombea ruhusa. Amefika shule akashangazwa kwanza, wakamwambia mwanao ni mtoro wa miaka, mtoro sana. Hiyo ndio siku ya 89. Hiyo ni siku ya 89. Mama baada ya sasa kugundua wewe wana huendi shule, mambo yalikuwaje hapo? Of course nilipigwa sana, yani japokuwa naumwa ila nilipigwa sana na walimu au bi mkubwa. Sasa mama alirudi nyumbani akanichukua kunipeleka shule. Baada ya kunipeleka shule alifika kule shule akanikabidhisha kwa walimu na nini kwamba wanipige na nini, ila walimu baada ya kukataa kunipiga, mama alichukua yeye mwenyewe fimbo, unaelewa? Piga sana, piga sana. Hiyo siku of course ni moja kati ya matukio ambayo siwezi nikasahau mpaka kesho. Lakini yote kwa yote niseme ni upendo wa mzazi. Mama hakutaka kuniona mimi nikiharibikiwa na vitu kama hivyo, so appreciate sana mama. Okay, sasa baada ya bi mkubwa kukutandika, afu kwanza nataka nijue sababu kwa nini walimu walikataa kukuchapa. Walimu walikataa kunichapa kwa sababu tayari huko nyumbani nishapigwa sana. Yani kile kiasi ambacho mtu akikuona hivi anasema amna, yani huyu sio wa kumpiga tena. Unaelewa? Ulishachakazwa na unaitwa shuleni vibaya sana. Bi mkubwa kidogo tumpe maua yake, kwa sababu ni tunaweza tukasema alikuwa kama anakuonea, lakini ile taarifa kuitarajia, si ndio hivyo? Yes, kabisa. Yani ni mambo ya ajabu. Mtu unatoka nyumbani na full uniform kila siku, unapewa na hela vya kula na nini, na ukirudi saa 6 nyumbani kuna msosi, ila auendi shule. Kwa nini? Yani nacho kitu ndo kikamtia sana bi mkubwa hasira mpaka akafikia kiasi cha kuniadhibu kiasi kile. I say noma sana. Sasa natamani tuendelee muendelezo hapo. Sasa baada ya wewe kutandikwa sana na kuanza kufanya vizuri kwenye masomo, kitu gani ambacho kiliweza kuendelea tena hapo? Hiyo ilikuwa ni darasa la 6, si ndio?
Tumeenda I think la 7 nikamaliza fresh kabisa, nikafaulu kwa ufaulu mzuri kabisa. Nikaenda form 1. Form 2 hiyo nakumbuka alikuwepo mshikaji fulani hivi ambaye nahisi sasa hivi watu wengi wanamfahamu sana, anaitwa Fun Love. Huyo jamaa alini inspire sana kwenye issue za muziki. Miaka hii hapo Fun Love ni dancer, unaelewa? Sasa nikawa natamani kujifunza dance. Hasa dance mimi mzito, yani mwili wangu mzito na vitu kama hivyo. Nikatamani sasa basi dance siwezi, na kuimba ni shindo. Nikaanza kujifunza hivyo, nikajifunza, hatimaye nikaweza, japo sio kwa level zao, ila tunaweza, au sio? Noma sana. Leo sasa tuingie kwenye issue hizo. Natamani tuzungumze zaidi kuhusiana na maisha kwa ujumla. Kama wewe ulivyotuambia bwana, kwenye safari yako ya maisha ulishawahi kupitia moment ambayo yani wewe shule ulikuwa hauitaki tena, lakini kuna kitu kimoja ambacho ndo tunaenda kupungia kwa eneo hili, tunahamia kwenye maeneo mengine. Wewe ulivyokuwa unatoroka shule au hufiki shule, ulikuwa unaendaga wapi? Hakuna sehemu ya kwenda, yani vijijini sehemu ya kwenda ni mbugani kwenye kuwinda. Kama yani tunatengeneza manati, tunatengeneza na zile kikwetu kule tunaziita mbilinge, unaelewa? Kwa maeneo mengi zinaitwa hivyo. Mbilinge tumetengeneza sana, tunaenda kuinda ndege huko, tunachinja huko, moto huko, chumvi huko. Sisi kwa mlikuwa kwenye mkoba wako full mkoko au vilikuwa vinafichwa? Full package, yani ni full package. Yani chumvi unaiba nyumbani? Kuisha hilo. Mzee mimi hivyo. Aise, wewe mwanangu ulikuwa yani ni mtu fulani mtundu sana. Kabisa, yani kabisa. Kwa hadi sasa hivi ni mtaalamu kwenye masuala ya kuinda mzee? Niseme ni muda mrefu sijawinda, ila kwa sababu ni mtoto wa vijijini siwezi nikasahau. Umeona? Hebu nikumbushe wana gani ambao ulikuwa unaenda nao kuinda? Hebu wagesha rote wanangu nyie. Tulikuwa tunainda wote. Kwanza kabisa kuna mwanangu anaitwa Charles Ndaga. Huyo mwanangu tumewinda naye sana. Kuna ni mdogo wangu pia, japokuwa sio mdogo wangu kivile. Anaitwa Safe, lakini kuna kina Huseni, kina Sifa na watu kama hivyo. Alafu kitu kingine, si tumewinda mpaka na mademu. Watoto wa kike? Sisi. Chakaka bwana. Watoto wa kike mnaenda kwenda nao? Kabisa. Wanashika manati na wanawasha ndege. Wanaua hao. Shabaha zipo. Hatari sana. Kaka, mimi ndo kwanza kwa kitu najua nakisikia leo. She, utashangaa. Hatari sana. Yani hebu nigea hiyo moment. Na wao walikuwa hawaendi shule, mnaenda nao kwenda kuinda. Si ndio? Yani sisi tumejikusanyaga nika group, yani wote, yani hatutaki shule tu kabisa, yani wote hatutaki shule. Kwa hiyo asubuhi tu ile meeting point yetu ipo, hisi saa 1 asubuhi, basi tunakutana pale hivi wote, yani kama kuna kakengele fulani hivi kwamba ikifika time fulani wote tuwe tumefika pale na nini. Kwa hiyo tunakutana pale, mwenye kusanya chumvi, mafuta mafuta tena? Mafuta ya nini? Yani sometime ni mpaka na unga, yani na unga. Mwanangu, hebu acha masahara. Unga kuwasanyia hizo 200 nyinyi mlikuwa mnafanya nini? Za 200 ambapo mlikuwa mnagawa kwenda shule au ndio mlikuwa mnanunua mafuta? Sure. Hizo 200 za kula shule tulikuwa tunanunua mafuta, vitunguu, nyanya. Kwa hiyo yani tunapikaga tu mapolini huko, na saa 6 ile tukirudi nyumbani tunakula fresh. Kwa hiyo kumbe nyie ndio jenzi wenyewe. Kwa hiyo bwana, unajua leo nimejifunza vitu vingi sana ambavyo sijawahi ku-experience kwenye maisha yangu. Sikuwahi kutarajia watoto wa kike wakawa wabishi kiasi.
Nomo sana. Yani sasa kitu ambacho natamani kujua, hao ambao mlikuwa wewe ulifanikiwa kuchomoka kwenye huo mtego wa kuacha shule na kurudi tena shule, je, wale wenzako ambao ulikuwa unaenda nao wao waliweza kurudi shule au ndo waliacha kabisa? Unajua ni kweli we are the same but not equal, si ndio? Yani ni vile tupo kwenye familia tofauti na nini. Nakumbuka mpaka sasa hivi ambaye bado yupo anasoma ni mwanangu yule Chazi Ndaga. Mwanao kabisa. Kabisa, yani ni moja kati ya familia zangu kubwa sana ambapo nahisi ye mwenyewe form 2 na amesoma kama miaka 3. Form 2. Wewe omba elewi. Amna, yani alikuwa anashindwa kuvuka bado. Hapo alikuwa ndo kama hivyo anaacha. Yani ni ile anasoma, anaacha, anasoma, anaacha, anasoma, anaacha. Lakini mpaka sasa hivi yupo form 4, alhamdulillah, na natamani na ni matarajio yangu makubwa mwaka huu natamaliza na kufanya vizuri inshallah. Ni jambo jema. Unajua katika harakati za elimu ndugu yangu kuna songo mjiko nyingi sana ambazo tunapitia. Kwanza nikupongeze kwa kuweza kuvuka hiyo hatua. Unajua si kila mtu anaweza kutoka kwenye mitego mibaya. Congratulations kwako. Okay, ulikuwa mwanzoni umezungumza kuhusiana na harakati zako ambazo unazifanya. So, hebu zungumza na watu ambao wanaweza kawa ndo wanaanza sasa hivi au wapo kama wewe yani. Si umeelewa swali langu? Hapana. Yani nilikuwa namaanisha vipi? Wewe sasa hivi hatuseme umefikia hatua mafanikio kwa sababu uko katikati. Umeshaanza lakini bado hujafikia kwenye mafanikio. Lakini kuna watu ndio wanaanza au wako nafasi kama ya kwako. Wewe kitu gani ambacho unaweza ukawashauri au kitu gani ambacho nyinyi huwa mnafeli kuyafikia mafanikio? Kwenye sekta gani labda? Kwenye sekta hiyo ya unachokifanya, masuala ya kuimba. Yes. Niseme sisi upcoming tunafeli kwenye kitu kimoja. Yani tunafeli kwenye kitu kinaitwa branding. Yani na iko kitu kinatokana na nini? Of course my brother waliotutangulia wanashindwa kusema ukweli. Wanashindwa kutuambia ukweli kina Diamond. Maana yani tukija kuangalia kwenye game ya muziki, brand ya mwisho kuzalishwa hapa alikuwa ni Mario. Hiyo ndo brand ya mwisho. Fact ni hapa. Mimi hapa nikikuonyesha namba za views kwenye mitandao, yani ni tofauti kabisa na nilivyo hapa. That's why tunafanya interview, watu wanapita ila na wastuki na vitu kama hivyo. Lakini nikikuonyesha namba zangu kwenye mitandao F6K one posting, na hiyo na posti kila siku F6, F7, F10. Lakini tunafeli kwenye issue gani? Issue ya branding. Yani mimi kitu ninachokitaka sasa hivi, one among of my strategy or my plan ni kuhakikisha, mfano natoka ghetto labda na kuja chuo, umeona? Yani nikipita na mtaani mtu astuki aseme msanii huyo na vitu kama hivyo, yani au sio, utakuwa brand. Hapo naamini utakuwa umemaliza sana. Sasa kitu ambacho cha kuelekea kwenye kufunga, ni kitu gani ambacho sijakuuliza na ulitamani kushare na sisi wanazalili? Kwanza kabisa fans au mashabiki wa muziki au mashabiki wa kitu chochote kutoka kwangu, wasichoke kunifuatilia kwenye mitandao zote za kijamii au digital platform zote duniani. Yani namaanisha kina TikTok, kina YouTube, kina Facebook, kina Audiomack, kina Spotify, kina nini, kina Boomplay, kina Shazam na vitu kama hivyo. So jina ni moja tu mitandao zote za kijamii, Maila Cruz Ulambo Boy.
au sio? Yeah. Noma sana. Mimi ni kushukuru kwa kupata time na wewe ya kuweza kuzungumza mengi. Neno moja kwa Mwanasimulizi na The Real kwa ujumla. Kwanza kabisa ni kushukuru kwa muda wako na kwa kunipa nafasi hii kubwa kabisa adhimu, ambayo watu wengi wanatamani sana 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 kuipata, lakini leo ni bahati kwangu na wengine watapata, lakini niwaombe watu wachoke kufuatilia Mwanasimulizi. Ni moja kati ya media ambazo zinakuwa kwa kasi sana, na waende kusubscribe YouTube channel yao, lakini wasichoke kuview kazi zetu, hivyo tu. Shukrani. Noma sana. Hadi hapo bwana, sisi tuseme hatuna la ziada. Tukutane next time wakati kama huu. Kama wewe ni mtu ambaye unafanya vitu tofauti tofauti, mfanya biashara, wewe unafanya kitu chochote ambacho unaweza ukashare na wanajamii wenzako kuweza kujifunza kupitia kitu unachokifanya, basi sisi kama wana Mwanasimulizi tunakukaribisha. Bwana, mimi naitwa Salki Kirita Visa Solman, ila kwa noma zaidi.